Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi wa kripu za Babu Haj soda yangeni. Thank you very much, wabeja sana. Napenda kuwaletea leo somo kichwa chake kinasema hivi: ajifunze kuomba utajiri kwa kutumia mti wa mkuyu. Hii elimu ya kujifunza kuomba mali, kuomba utajiri kwa kupitia mti wa mkuyu. Wengi sana mkuyu huu tunaufahamu, lakini ni mti ambao una maajabu na miujiza mikubwa sana. Kwanza ni dawa kiboko sana katika uzazi. Mtu hata kama kafungwa namna gani, mkuyu una uwezo mkubwa kabisa wa kuweza kukufungua na ukapata mtoto. Lakini leo nitakupa njia hii kwa ajili ya kupata mali, kuomba tajiri, kuomba fedha, kuomba kujulikana, kuomba kuvuma, kuomba wateja, kuomba kadhalika, kupata mali. Jifunze kupata mali kwa kutumia mti wa mkuyu. Asante sana. Bado tunaendelea na masomo yetu ya nyota, lakini somo hili ni somo ambalo ni la muhimu sana kulisikiliza kwa wewe unayehitaji maendeleo, mafanikio na kadhalika. Wabeja sana. Usisahau kusubscribe na kushare video hizi ili kusudi kila mmoja aweze kupata elimu kutoka kwa soda yangeni. Soda yangeni. Thank you very much. Asante sana. Na pia vile vile katika mti huu wa mkuyu una maajabu makubwa sana katika upande wa wezi au watu wakorofi au watu wanaojisaidia katika mashamba ya watu. Unaweza ukamtengeneza mtu basi yeye kila anapoenda kujisaidia anajisaidia wadudu tu wengi, akifanya ni wadudu wanamwagika, ni lazima tu asaliti amri. Inshallah hiyo yote ni maajabu ya mti wa mkuyu. Unafanya namna gani ili kuweza kutengeneza dawa hii ya kupata mali kwa kutumia mti wa mkuyu? Tafuta sufuria jipya na kitambaa kipya na shilingi 500 au shilingi 1 au shilingi 20 ziwe 4. Halafu tukua udi ziwe 4. Udi 4, pesa nyeupe 4. Chukua simbi hizi, simbi za baharini, simbi 4. Kisha nenda katika mti wa mkuyu. Tizama wakati huo mbalamwezi iwe iko full, iwe mbalamwezi imejaa, wanaita full moon for English, au kwa Kichina mwezi wokolile. Maona halafu ukishamaliza kuhakikisha kuwa mbalamwezi iko full, iko katikati au imejaa, nenda na sufuria lako pamoja na kitambaa na hivyo vitu vyote, katandike kile kitambaa. Usisahau na panga, uwe na panga. Kisha nenda na kitambaa na sufuria, kitambaa kitandike pale chini ya huo mti. Kisha sufuria lile liweke juu ya kile kitambaa. Kisha zile salafu weka pande 4. Pale Maimuna. Umeona, weka pande 4. Halafu kisha zile udi chomeka pande 4. Kisha ziwashe zile udi na simbi hizo weka pande 4. Ukishamaliza nenda kakae kwa kutizama mti pale kwenye lile sufuria lako. Kaa kwa kutizama mti katika hilo
sufuria lako. Sufuria liweke kabisa karibu na huo mti, weka karibu na mti. Au kama jita jihango eraga. Haya, habari hii ni nzito sana, naona kidogo inanisumbua kabisa, lakini nitawapeni kwa sababu wanasema ilmu al-ghaibi, kila Mwenyezi Mungu amempa mja ilmu yake aliyemjalia. Lakini somo hili ni somo zito sana na ni somo zuri sana ambalo lina uwezo wa kukusaidia na kukufungua katika majambo yako na kukuletea mali, kukuletea mvuto, kukuletea wateja, kukuondoshea mikosi, mabalaa, na ukavuma na kujulikana kama lilivyojulikana Lisoda ya Ngenyi. Utake usitake ndio hivyo hivyo. Manake wapo watu wengine hawapendi kabisa kumsikia hata sauti tu ya Soda ya Ngenyi, lakini ndio hivyo. Na wapeni elimu bure, mimi ambazo nimezipata kwa fedha kubwa, lakini wewe ninakupa bure. Uone kama nakupenda. Sasa usiwafurugie wengine kwa manufaa yako wewe mwenyewe. Kama wewe ni mpigaji, piga pole pole. Usichokonoe watu. Ukichokonoa watu, wakiamua kufuatilia, utaenda katika shimo la chewa. Shimo la chewa, muulize Babu Sea atakwambia shimo la chewa liko wapi. Liko Mombasa. Utaenda shimo la chewa. Inshallah. Ukishamaliza kukaa chini, ukaketi kitako, ukakaa vizuri kabisa pale chini, ukiwa sufuria liko mbele, liko juu ya kitambaa, zile simbi, pesa, udi zote umeshazungusha, udi umeshawasha, unapiga makofi mara 3. 1, 2, 3. Unasema, enyi viumbe mlioko katika mti huu, nimekuja kuomba dawa. Nimewapeni zawadi ya kunukia, nimewapeni zawadi ya pesa, nimewapeni zawadi ya simbi. Mimi ninachokiomba, naomba mnipe dawa ya mali, mnipe dawa ya utajiri. Kuna kitu nitaka kukisahau. Katika kile kitambaa ulipo kitandika, alafu ukaweka sufuria, zungusha na unga. Zungushia unga lile sufuria kama cycle. Basi omba mambo yako yote, na kuja kuchukua dawa kwa ajili ya mali, kwa ajili ya utajiri, kwa ajili ya kuvuma, kwa ajili ya kujulikana, kwa ajili ya kutoa mikosi, kwa ajili ya mambo yote. Ukishamaliza basi chukua lile pango lilokwenda nalo, kata kidogo katika ule mti ili kudondosha matone ya nini ya mti ya utomvu yawe yanadondoka katika lile sufuria. Hata likidondoka tone 1, 2 ni sawa. Basi ukishamaliza kuomba, ondoka nenda nyumbani. Lakini au utakapokuwa umefika nyumbani, usifanye mambo kwa upendo. Na utakapokuwa umekwenda pale katika mti, hakikisha una siku moja nyuma hujafanya mambo ya upendo. Umeona? Alafu pia uhakikishe umeoga, uko safi. Vaa kanzu nyeupe, kibaragashia cheupe au suruali nyeusi na shati jeupe na suruali nyeupe, kibaragashia cheupe. Hata kama huna kibaragashia, don't worry, hakuna shaka. Umeona? Kidogo kidogo tu Kiingereza tutaelewa tu. Mwaka huu. Thank you very much. Asante sana. Nenda mpaka nyumbani, lala, halafu alfajiri kabla hujaongea na mtu yeyote, rudi katika mti wako, kachukua ile sufuria lako, utakuta umejaziwa maji. Utakuta umejaziwa maji yenye mithili ya maziwa. Piga magoti pale, shukuru, sema na washukuru sana enyi wamiliki wa mti huu, enyi viumbe wa mti huu, nimewafuata na nilikuja kuwaomba ili mnipe dawa. Asanteni na naomba ikanifanyie kazi. Kisha beba lile sufuria lako, lile pango nenda nalo tu hiyo jana,
jana yake, yani kushamaliza kutengeneza hivyo panga ulikuwa shaondoka nalo, maana yake nitakupata maswali, panga vipi? Sasa kwa nini lazima hilo panga halina kazi tena? Kazi panga ile ilikuwa ninakuwekea alama ya kupata ka utomvu. Hapo tumeelewana vizuri. Basi inshallah yale maji ukishayachukua nenda nayo mpaka nyumbani. Maji hayo yatunze vizuri kabisa, huwa hayaharibiki. Basi wewe cha kufanya, chukua kama lita moja ya asali, ongezea katika yale maji. Basi hayo maji tumia kuwa unajipakaza pakaza kama unaoga, kwa kuomba mambo unayoyaomba. Pia maji yale unaweza kutia katika kichupa kidogo, kidogo ukatundika katika biashara yako, ni mvuto mzuri sana. Pia yale maji unaweza kuyatumia kunywa kidogo, kujipakaza kidogo, kwa sababu unajua mikosi mingine huwa haiosheki, mikosi mingine inakuwa ndani ya tumbo. Na mkosi unapokuwa ndani ya tumbo, basi kutoa kwa kuoga huwa inakuwa ni ngumu sana. Na wakati mwingine kuna wengine wanakuta ana machale ya kufa mtu, kazunguka waganga zaidi ya 60. Sasa ile nayo huwa ni mbaya, inatia mikosi na inaweza kukusababishia jambo unalolifanya lisiweze kufanikisha. Kwanza miko ya utafutaji, ukizidisha waganga huwa ndagu zile zinagombana. Nyota zile zinagombana, mizimu zile zinagombana. Cha kufanya, tumia hiyo dawa kwa kuinywa na kuyoga, huku ukiomba mambo yako. Basi inshallah taala mambo yatakwenda vizuri kabisa. Kile kitambaa unakiacha kule. Wabeja sana. I am Soda Yangeni. Good morning. Wabeja sana. Goodbye.